Bismillahirrahmanirrahim. Saidna Uthman radhiallahu anhu amesema kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, mbora wenu ni yule anayejifunza Qur'an na akafundisha. Abu Said radhiallahu anhu ameeleza kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, Allah mwingi wa baraka na aliyetukuka anasema, kama mtu atakosa muda wa kunidhukuru, kuniomba neema zangu kwa sababu ya kushughulika Qur'ani, nitampa bora zaidi kuliko niwapayo waombaji wengine. Utukufu wa maneno ya Allah kuzidi maneno mengine ni kama utukufu wa Allah dhidi ya viumbe vyake. Abu Huraira radhiallahu anhu amepokea kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema, mtu akitawadha vizuri kisha akaelekea msikitini na akakuta watu wamekwisha swali jamaa, Allah atampa ujira mfano wa aliyeswali jamaa. Hili halipunguzi chochote kutoka katika ujira wa walioswali jamaa. Amr radhiallahu anhu amesema, nimemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema, mimi ninaijua kalima ambayo mja hatoitamka kwa haki ya moyo wake na akafa juu ya kalima hiyo, isipokuwa ataharamishiwa moto, nayo ni la ilaha illallah. Ibni Abbas radhiallahu anhu amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwa, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, lau kama zitaletwa mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake na vilivyomo chini yake, na kisha vikawekwa katika upande mmoja wa mizani na ikawekwa shahada ya la ilaha illallah katika upande mwingine, la ilaha illallah itazidi vitu hivyo kwa uzito. Yusaira alikuwa ni miongoni mwa muhajirina mwanamke. Amesumulia kuwa ametuambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juu yenu tasbihi na tahlili na takdisu na muhesabie kwa vidole, kwani hakika vitakwenda kuulizwa siku ya Kiyama juu ya amali vilivyofanywa, na vitasema vilivyofanya, wala msipuuze kufanya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, msije mkazikosa rehema zake. Abu Said Khudri radhiallahu anhu amesema kuwa alimsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema, atakayeona uovu ukitendwa miongoni mwenu, basi na auzuie kwa mkono wake, na kama hawezi auzuie kwa ulimi wake, na kama hawezi basi achukie moyoni mwake, na huu ndio udhaifu kabisa wa imani.